Kama unakumbuka vizuri ukombozi wa kuwatoa wana wa Israeli katika Misri, huyu malaika alipita nyumba yoyote ambayo haijawekewa damu ya mwanakondoo, alikuwa anachinja mzaliwa wa kwanza. Sasa Daudi anaambiwa yule malaika, nataka nimtume tena juu yenu na ninampa 3 days, siku 3. Kama kule kwa Waisraeli alipita, kwa Wamisri alipita siku moja tu akaharibu kila kitu. Sasa siku 3 hizi itakuwaje? Tutasikia alichojichagulia Daudi hapa, pigo aliloliamua. Lakini tunajifunza nini? Tunajifunza ya kwamba haya mambo yana madhara kwenye familia, yana madhara kwenye ukoo, yana madhara kwenye nyumba, yana madhara kwenye uchumi, kwenye ndoa za watu. Anapopiga, anapoua, anapochinja, hatujui akifika kwenye nyumba yako ataharibu nini huyu malaika. Anaweza akapiga, akiangalia nyumba hii, anaweza akapiga mzaliwa wa kwanza au mzaliwa ambaye ametegemewa, ambaye ni nyota wa familia. Kwa nini watoto wanaharibikiwa? Kwa nini watoto wanapigwa? Mengine ni mapigo ya Mungu. Unaweza ukamsingizia shetani ama ukasingizia wachawi, lakini kumbe tunajiloga wenyewe kwa zile sensa tunazokwenda kufanya, tunaiabudia mizimu. Maandiko yanasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Unapoanza kuhesabiwa kwenye miungu mingine, manake tayari umetoka kwa Bwana. Leo kila pigo lililoandaliwa juu ya ukoo wako, Bwana wa majeshi akalipindue. Malaika aliyetumwa, tutaomba rehema, Yesu mwenyewe akaachilie kibali cha msamaha juu ya ukoo, juu ya familia na juu ya kabila na juu ya taifa. Mstari wa 13, naye Daudi akamwambia Gadi, nimeingia katika mashaka sana, basi sasa nianguke katika mikono ya Bwana, kwa rehema zake ni nyingi, kwa kuwa rehema zake ni nyingi sana, wala nisianguke katika mkono wa wanadamu. Akaona bora nipigwe na Mungu kuliko kupigwa na watu wenyewe wachawi, wasije wakanila nyama. Kwa hiyo yale mapigo ya kwanza ya kukaa njaa, ya kupigwa na watu, akawa ameyakataa. Basi Bwana akawaletea Israeli tauni, nao wakaanguka wa Israeli watu 70,000. Naye Mungu akatuma malaika aende Yerusalemu ili auangamize. Naye alipokuwa tayari kuangamiza, Bwana akatazama, akagairi katika mabaya, akamwambia malaika haribuye, basi yatosha, sasa ulegeze mkono wako. Naye malaika wa Bwana akasimama karibu ya kiwanja cha kupuria cha Arauna Myebusi. Daudi akainua macho yake, akamwona huyo malaika wa Bwana amesimama kati ya nchi na mbingu, naye alikuwa na upanga wazi mkononi, umenyoshwa juu ya Yerusalemu. Ndipo Daudi na wazee wakaanguka kifurifuri, nao wamevaa nguo za magunia. Daudi akamwambia Mungu, je, si mimi niliamuru watu wahesabiwe? Naam, mimi ndimi niliyekosa na kufanya yaliyo maovu sana, lakini kondoo hawa wamefanya nini? Mkono wako na kusii, e Bwana Mungu wangu, na uwe juu yangu na juu ya nyumba ya babangu, wala si juu ya watu wako, hata wao wapigwe. Amen. Haleluya. Kuna jambo zuri la kujifunza hapo. Daudi ndiye aliyeitisha sensa, lakini pigo la Mungu linaenda kuangukia Waisraeli 70,000 wanakufa, na bado malaika amenyoosha upanga, ameshapewa pause. Mungu akamwambia kwanza, hebu yatosha, subiri kwanza. Wanaanguka wazee wa Israeli pamoja na Daudi, wanamuona malaika amenyoosha upanga, bado anataka kushusha upanga juu ya taifa, bado anataka kufyeka Yerusalemu kwa tauni. Daudi akasema, mimi ndiyo mkosaji, lakini watu wanaangamia. Naomba tutambue ya kwamba hao wakuu wa ukoo, hao wakuu wa familia ambao wamepewa fimbo la ukoo kubeba madhabahu za familia, wanapoitisha hizo sensa Disemba hii, madhara hayawapati wao peke yao, yanapata ukoo mzima, yanapata
familia nzima, yanapata taifa. Ndio maana tunaona wasiokuwemo wanakufa. Wana wa Israeli walianguka 70,000 ndani ya hizo siku 3 tu ambazo Mungu aliachilia tauni kupitia malaika wa uharibifu. Familia zetu zimeharibika, familia zetu zimepigwa, familia zetu zimepata mateso. Tuende leo mbele za Mungu, tuanguki kifudifudi. Aliyeitisha na wengine wote ambao ndani ya ukoo wenye rehema, wewe unayenisikia jioni hii, Mungu amekuteua kusimama kwa ajili ya familia yako. Mungu amekuteua kusimama kwa ajili ya ukoo wako, ya kwamba ukiinama kifurifuri ukasujudu, Mungu atageuza mahali hapo pa mapigo na kuleta rehema yake. Sema amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Ukombozi wa ukoo, ukombozi wa familia kutoka kwenye mapigo na uharibifu wa kishetani ni kumwinulia Mungu madhabahu. Wengine kwenye familia zao hawana madhabahu, hamna nyumba ambayo huwa mnakutana kuomba. Yani pamejaa ni sehemu za matambiko, sehemu za uharibifu, sehemu za kunywea pombe. Yani vitu mkikutana ni mambo ya kishetani, ndiyo yanayofanyika hapo. Lakini kama mtamwinulia Mungu madhabahu katika ukoo wenu, hakika mtastopisha pigo la aina yoyote. Ninatamka jioni ya leo, kila madhabahu za adui ambazo zimeleta vita kwenye ukoo zikapinduliwe, na Bwana awape kibali cha kuinua madhabahu ya Mungu aliye hai katika ukoo wenu, katika nyumba yenu, katika familia yenu. Mungu awape kibali cha kuinua madhabahu. Sema amen. Hizi sensa, hata kipindi cha Yesu anapokwenda kuzaliwa, haya mambo yalikuwepo. Nataka nikuonyeshe tu hapa kabla tujaingia kwenye maombi. Katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 2, neno la Mungu linasema hivi. Maandiko kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 2 kuanzia mstari wa 1, na Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Neno la Bwana linatamka, siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Huyu Kaisari Augusto anatoa amri ya kwamba orodha iandikwe. Mstari wa 2, orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya kutoka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbari ya jamaa ya Daudi. Haleluya! Kwa hiyo Yusufu anapelekwa naye kijijini kwao, anapelekwa kwenye mji wao kwenda kuhesabiwa, kwenda kuandikwa. Yeye ni mtu wa mbari ya Daudi, manake ukoo wa Daudi. Alikuwa akiishi zake vizuri huko Galilaya, Nazareti, lakini ikambidi arudi Bethlehemu kwenda kuhesabiwa. Mstari wa 5, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori la kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Haleluya! Kuna mambo ya ajabu hapa yanatokea, mambo ya ajabu yanaendelea katika hii sensa ambayo Augusto Kaisari aliita. Daudi inabidi amchukue mchumba wake, ameshamposa, ana mimba, wanaenda kuhesabiwa. Kwa hiyo uone hapa kuna vitu vinafunuliwa vya ajabu sana, kwamba katika hesabu hii mimba nazo zinaenda kuhesabiwa, karama zinaenda kuhesabiwa, nyota zinaenda kuhesabiwa, watoto wanaenda kuhesabiwa,
baraka za kimungu ulizo nazo wanaziwinda, wanataka zikahesabiwe, ijulikane huyu yuko wapi, yuko upande gani na ana mpango gani. Ndicho kinachotafutwa kwako, ndicho kinachowindwa kwako. Maandiko yanasema akajifungua huko huko alipokuwa katika kuhesabiwa. Haleluya, haleluya.